Ipo nguvu ya ajabu katika kumwamini Yesu. Ndio ujumbe wetu mchana, tunapoelekea mchana wa leo. Ipo nguvu ya ajabu katika kumwamini Yesu. Kwa wewe ambaye unaandika, lakini pia unaweza kaandika pointi nyingine hii. Unaweza kaandika A kubwa: nguvu ya Mungu hufanya kazi zaidi kwa mtu anayeamini. Nguvu ya Mungu hufanya kazi zaidi kwa mtu anayeamini. Kwa kuwa mama alikwisha kuomba, mimi nimshukuru tu Mungu. Baba Mungu, nakushukuru kwa sababu umenipa nafasi hii kusimama mbele zako na mbele za watoto wako hawa ambao umewatakasa kwa damu yako, umewanunua kwa damu yako. Mungu wa mbingu na nchi, nimesimama kama mtumwa katikati yao. Nijalie neema kunena sawasawa na wewe utakavyo. Tufundishe, tujenge, tutie moyo kupitia neno lako kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, na kwenda kinyume kabisa na kila utawala wa yule adui Ibilisi. Una nafasi kukamata fahamu zetu wala akili zetu, kwa jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, tupe usikivu kutoka kwako, tusikizishe maneno yako yapate kutuponya na kutuinua, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Iko nguvu ya ajabu inayotenda kazi, na hasa inatenda kazi kupitia kumwamini Yesu. Kumwamini Yesu ni kitu cha muhimu sana kwa kanisa. Yesu haonekani kwa macho haya ya kibinadamu. Anaonekana katika jicho la kiroho. Na kutokuonekana kwake katika macho ya kibinadamu haina maana kwamba hayupo au hayupo pamoja na wewe. Kinachoonyesha kwamba Mungu yuko pamoja na wewe ni ile imani ambayo Mungu ameiweka, ambayo Mungu amekupa ndani yako. Bwana asifiwe sana. Ukienda kwa mganga wa kienyeji, mazingira yaliyopo kwa mganga wa kienyeji yamejaa utisho fulani hivi. Bwana asifiwe sana. Na yana lengo la kumfanya mteja anapokuja atishike, aogope, ili kila atakachokuwa anaambiwa awe anaamini. Na ndio maana utakuta kuna mazingira ya ajabu. Wengi wetu ambao nafikiri kabla ya kuokoka tuliishi katika dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka wakati fulani mimi nilikuwa naugua, na mzee wangu alikuwa ni daktari, lakini wakati alikwisha kustaafu, na alikuwa anafanya kazi kwa hospitali ya mtu binafsi. Serikalini alishakwisha kustaafu. Sasa nilipookoka, tuseme kabla ya kuokoka, ila nakaribia kuokoka, nilishambuliwa na magonjwa. Bwana asifiwe sana. Naenda hospitalini, nalazwa pale ambapo baba anafanya kazi, natundukiwa maji. Nikirudi nyumbani
hali bado iko vile vile. Sasa kwa sababu bado niko kijana, wazazi wangu walikuwa na tafakari, ingawa jambo lilikuwa ndani ya mioyo yao, kwamba tatizo ni nini? Atakuwa pengine ameasirika au ni nini? Bwana asifiwe sana. Tatizo ni nini? Wakajaribu kunitibia. Hali ikawa bado tu inaendelea. Baada ya kushindikanika zile dawa, ikabidi wanipeleke kwa mtaalamu. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze kitu hapo nielewe. Nilipofika pale kwa mtaalamu, anasemaje? Anasema kwamba mimi sina cha kuzungumza, ila wa kuzungumza ni huyu. Sasa naonyeshwa kuna mdudu fulani hivi anaitwa, tumezoea kuita sijui nyigu, sijui wengine wanaita nyigu, sijui wengine wanaitaje sijui. Mimi sielewi. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa lugha ya kwetu kusini huko tumezoea kuita manyigu, ila liko moja liko hapo na halitoki. Bwana asifiwe sana. Sasa naambiwa kwamba huyu ndio anajua mambo, atatoa taarifa nini kinacho kusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Akafanya alivyofanya mwenyewe, kama nilivyozungumza kwenye mazingira hayo, kuna kautisho kidogo kwa kuatishatisha wanadamu, ili kwamba anachokizungumza mganga wewe uweze kuamini. Lakini pamoja na haya yote sikupokea uponyaji wowote. Bwana asifiwe sana. Pamoja na vitu vingi alivyokuwa amenipa, sikupokea uponyaji wowote. Nilipokuja kwa Yesu ndio nikapokea uponyaji sasa. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hapo sasa ndio nikaamua kubaki kwa Yesu. Nikaamua kuokoka, na tulikuwa tumeshikiliwa sana na dini ya wazazi. Nilipofanya maamuzi hayo, ingawa walinipinga sana, lakini nikaamua kuendelea, na kwa sababu ni mtu mzima tayari, nina mke, nina familia, wakaniacha. Bwana Yesu asifiwe. Nilichotaka nizungumze ni nini? Tunapomwamini Yesu Kristo, kwa Yesu Kristo hakuna vitisho, ila kinachotakiwa ni kuliamini tu neno la Mungu. Yeye hana vitisho na huwa hapendi kumtisha mwanadamu. Kwa kuwa yeye ni Mungu ambaye ameumba mbingu na nchi, yeye anajitegemea. Hawafanyii wanadamu kitu cha kuatisha ndipo wamwamini, ila neno lake linajitegemea, ya kwamba watu wakiliamini neno, ndani ya neno hilo ziko nguvu za Mungu ambazo zinakwenda kuleta matokeo kwa yule mtu ambaye anaamini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sehemu nyingine maandiko yanasema hatuenendi kwa kuona, ila tunaenenda kwa imani. Bwana asifiwe sana. Kwa imani. Imani ni kitu cha msingi sana, na ni kitu cha muhimu. Tumeokoka kwa imani, lakini pia tunapaswa kuishi kwa imani. Mmenielewa ndugu zangu? Haleluya. Haleluya. Lakini pamoja na mengine yanayofuata hapo, mtu anatakiwa aombe kwa imani. Akiomba amini kwamba Mungu anasikia. Hautasikia sauti ambayo inakwambia kwamba mimi Mungu nakusikia maombi. Hapana. Hautasikia vitu vya namna hiyo. Kama itajitokeza Mungu akiamua kujifunua isitokee, lakini hautasikia wakati mwingine. Lakini unatakiwa uamini kwamba Mungu anasikia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa nini nazungumza kwa habari ya kwamba ipo nguvu ya ajabu katika kumwamini Yesu? Nguvu ya Mungu inafanya kazi kwa mtu ambaye anaamini.
Mmenielewa ndugu zangu? Haleluya. Haleluya. Anayeamini bila kuona, anayeamini bila kugusa, lakini unaamini. Bwana asifiwe sana. Unaamini. Iko nguvu ambayo imejificha ya Mungu katika kuamini, na matokeo yanatokea katika ulimwengu wa kawaida tu, lakini imani iko kiroho zaidi. Lakini kwa kila ambacho mtu anaamini huwa kinatokea katika ulimwengu wa damu na nyama. Kwa hiyo ni lazima kila mtu aliyeokoka asiweke kando imani. Ameokoka kwa imani, anatakiwa aishi kwa imani, anatakiwa aombe kwa imani, anatakiwa mtafute Bwana kwa imani. Kwa sababu ndani ya imani ya Kristo iko nguvu ya Mungu inayetenda kazi kwa mtu ambaye anaamini. Kama uamini, huwezi kutegemea. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Kama uamini, huwezi kujitunza ukaishi maisha ya utakatifu. Yaani hata kama uwe mahali pa peke yako, umeenda ukakaa kwa peke yako, kwa mtu ambaye anaamini kwamba yuko Mungu, hawezi kujichafua kule. Umenielewa? Hawezi. Kwa sababu anaamini kwamba yuko Mungu, yuko Yesu. Sijui kama mnanielewa ndugu zangu. Sasa lakini mtu anayeamini, anayemwamini Mungu, ataepukana na kutembea na mafuta ya upako kwenye mikoba. Bwana asifiwe sana. Yaani mtu anayefanyaje? Anayemwamini Yesu, anayeliamini jina la nani? La Yesu. Hawezi akafanya hivyo, na hawezi kwenda kuyatafuta, hawezi kwenda kuyanunua. Ukishaona Mkristo unatafuta mafuta ya upako, imani yako ina mashaka, huna Kristo aliye hai. Kabisa nakwambia, kabisa nakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Moja ya vitu ambavyo Yesu Kristo hakufanya uponyaji mwingi au miujiza mingi katika kijiji chake au katika mji wake ni kutokuamini kwa watu. Tunaelewana ndugu zangu? Bwana asifiwe. Tuangalie kitabu cha Mathayo sura ya 13. Sura ya 13 mstari ule wa 54 mpaka 58. Kama umepata unaweza ukanisaidia kusoma. Na alipofika nchi yake, akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa, wakasema, huyu amepata wapi hekima hii na miujiza hii? Huyu si mwana wa seremala? Mamaye si yeye aitwaye Mariamu? Na nduguze si Yakobo na Yusufu na Simoni na Yuda? Na maumbu yake wote hawapo hapa petu? Basi huyu amepata wapi haya yote? Wakachukizwa naye. Yesu akawaambia, nabii hakosi kupata heshima isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Wala hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Yesu alipoanza kufanya huduma, alikuwa anatembea vijiji na miji mbalimbali, anazunguka akifanya huduma. Tunasoma hapa inaonyesha amerudi sasa kufanya huduma mahali ambapo amezaliwa na kulelewa. Bwana asifiwe sana. Amerudi wapi? Nyumbani kwao.
ambapo wakati anakuwa watu wanamuona, majirani wanamuona, watu wa mji ule wanamfahamu. Kama yalivyo makuzi ya mwanadamu sio ya asili, ni makuzi ambayo anapokuwa anaonekana kwamba ni mtoto fulani. Bwana asifiwe sana. Wengine wanafahamu anasoma mahali fulani. Bwana asifiwe sana. Sio kitu cha kufichika, ni kitu ambacho kiko hadharani tu kabisa. Sasa aliporudi kufanya huduma kwenye kijiji chao, Biblia inasemaje? Biblia inasema hivi, anasema na alipofika nchi yake akawafundisha katika sinagogi lao, hata wakashangaa wakisema, huyu amepata wapi hekima ya namna hii? Anasema hekima hii na miujiza hii. Wenyeji wa mji ule wanashangaa kwa sababu wanamfahamu kabisa kwamba huyu ni mtoto wa Yusufu, ni mtoto wa seremala. Maana Yusufu alikuwa ni fundi seremala, alifahamika kwenye mji kwamba ni fundi seremala. Lakini pia walimfahamu Mariamu, lakini pia aliwafahamu watoto wengine wa Mariamu. Wakashangaa sana, huyo hekima hii ameipata wapi na miujiza hii ameipata wapi? Tunamfahamu baba yake, tunaijua kazi yake, tunamfahamu mama yake, tunawajua wadogo zake na dada zake, tunawafahamu. Haya mambo anayoyatenda ameyapata wapi? Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Hawakumjua kama yeye ni mwana wa Mungu. Walijua kwamba yeye ni mwana wa seremala, mwana wa Mariamu. Wazo la kusema kwamba huyu ni mwana wa Mungu halikuwepo ndani yao. Bwana asifiwe. Haleluya kanisa. Haleluya kanisa. Na Yesu alivaa mwili kama mili yetu. Alikuwa ni mwanadamu kwa 100% alipokuwepo duniani. Alikuwa mwanadamu kabisa. Alihisi njaa kama ambavyo wewe unaweza kuhisi njaa. Bwana asifiwe sana. Wakati mwingine alichoka kwa sababu aliuvaa mwili wa kibinadamu kabisa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Lakini Yesu aliposikia maneno hayo, akawaambia hivi, nabii hakosi kupata heshima. Yaani kikawaida nabii lazima aheshimiwe. Mtumishi wa Mungu lazima aheshimiwe. Bwana asifiwe. Lakini anasema isipokuwa katika nchi yake na nyumbani mwake mwenyewe. Sehemu ambazo nabii hawezi kupata heshima, Bwana asifiwe sana, kwenye mji wake, kwenye kijiji chake, kwenye mtaa wake. Lakini pia hata wapi? Hata nyumbani mwake. Bwana Yesu asifiwe. Hata nyumbani kwake. Na kwa sababu hiyo Biblia inaniambia, kwa sababu hiyo Yesu hakufanya miujiza mingi huko kwa sababu ya kutokuamini kwao. Maana ni kwamba wako viwete, wako vilema, wako wagonjwa ambao aliwaacha, hakuwaponya kwa sababu ya kutokuamini kwao. Aliponya wagonjwa wachache, alitenda miujiza kwa watu wachache, lakini lengo lake alikuwa atende miujiza kwa watu wachache. Alitaka atende miujiza, asababishe uponyaji kwa watu wote endapo kama wangeamini. Lakini nini kilichozuia Yesu asifanye muujiza, asifanye uponyaji kwa watu wengine? Biblia inasema ni kwa sababu ya kutokuamini kwao. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Haleluya. Sio kwamba nguvu ya kuponya
haikuwepo. Sio kwamba nguvu ya kufanya miujiza haikuwepo, ile nguvu ilikuwepo, lakini shida ile nguvu inatenda kazi kwa mtu ambaye anaamini. Kiwango kile kile unachoamini ndivyo utakavyopokea. Bwana Yesu apewe sifa. Na mimi niseme, kwa kiwango kile unachoamini pokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kiwango kile unachoamini pokea uponyaji wako sasa. Kwa kiwango kile ambacho unaamini pokea uzima wako. Kwa kiwango kile ambacho unaamini pokea mafanikio yako. Kwa kiwango kile ambacho unaamini pokea tumaini lako. Bwana Yesu asifiwe. Mlango unao mwenyewe, njia unayo mwenyewe, kwa sababu kila kitu kiko tayari. Uponyaji upo, kila kitu kipo. Kinachotakiwa anatafutwa mtu ambaye anaamini. Ukishaamini unapokea, na ndio maana unatakiwa kuishi kwa kumwamini Yesu. Mwamini Yesu katika maisha yako, mwamini Yesu katika elimu yako, mwamini Yesu katika biashara yako, mwamini Yesu katika huduma yako. Kwa kiwango kile ambacho unaamini utapokea. Bwana Yesu asifiwe. Kutokuamini kwako kunamzuia Yesu asifanye jambo kwenye maisha yako. Haijalishi unapitia kwenye mazingira gani, msimamo wako kumwamini Yesu ubaki pale pale, kwamba mimi naamini Mungu anaweza akafanya jambo hili, naamini Mungu anaweza akaniponya, wala sihangaiki. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uponyaji wa Yesu wakati mwingine umekaa nao nyumbani kwako, unatembea nao, ila ufunguo ni kuamini. Kutokuamini kunazuia Yesu asifanye kitu kwenye maisha yako. Lazima, kama wewe ni miongoni mwa watu ambao sio mwepesi wa kuamini, mimi niseme mchana wa leo, usimwamini mwanadamu yoyote, lakini muamini mwanadamu ambaye anakuambia neno la uzima, anayelitaja neno la Mungu kwa usahihi. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kwa sababu limebeba tumaini lako, limebeba uzima wako, na Mungu analituma neno litutoe katika vifungo mbalimbali. Na yeye anasema, nalitazama neno nipate kulitimiza kusudi langu. Manake anawatafuta watu ambao wamesimama katika neno la Mungu, wanaliamini neno la Mungu tu, ambalo halijagoshiwa. Anasimama kwenye neno, amesimama kwenye neno tu. Neno litaleta matokeo makubwa kwa mtu ambaye analisoma na kuliamini. Iko nguvu ya ajabu inayotenda kazi kwa mtu ambaye anaamini. Chochote kile ambacho unakipanga kukifanya, iwe ni biashara, iwe ni masomo, iwe ni huduma, tanguliza kwanza kumwamini Yesu. Nataka nikuambie, kwa kadiri unavyoamini, matokeo yatakuja makubwa sana. Mtaji ulikuwa ni imani. Bwana asifiwe. Kukosa imani ni kupoteza vitu vingi sana, ni kuzuia vitu vingi sana visitendeke kwenye maisha yako. Na ndio maana mchana wa leo ninakuambia ya kwamba nguvu ya Mungu inatenda kazi kwa mtu ambaye anaamini. Kama uamini, usitegemee kupokea muujiza kwa Yesu Kristo, usitegemee kupokea uponyaji kwa Yesu Kristo. Sharti kwanza unatakiwa uamini. Biblia inasema Yesu hakufanya miujiza mingi kwa sababu ya kutokuamini kwao. Kwa nini hawakumwamini? Walijua kwamba ni mtoto tu wa mtu fulani. Bwana asifiwe sana. Mtu aliyepakwa mafuta na Mungu, sio mtu wa kawaida. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna wakati
watu wameshindwa kupokea miujiza yao kwa sababu ya kuwazoelea wachungaji. Huyu namfahamu, hata niambia nini namfahamu, nyumbani kwake nakufahamu. Yaani anaposimama tu, anapanda tu hapa, mtu anasema anajua atakachofundisha. Bwana asifiwe sana. Ogopa sana mtu aliyepakwa nini? Mafuta. Bwana asifiwe sana. Yaani mtu mwingine akitokea tu, anasema huyu ndo atakayetuhudumia leo. Akishamtazama tu hivi, atatuambia nini? Anakushusha, anaangalia na uwezo wake wa ufahamu, anaangalia. Nataka nikuambie brother, nataka nikuambie sister, mtu ambaye amepakwa mafuta sio mtu wa kawaida. Na kwa sababu walimuona kuwa ni mtu wa kawaida, Yesu akawaacha hivyo hivyo, hakushughulika nao. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba nguvu ya Mungu haikuwepo, ya kufanya miujiza haikuwepo, ilikuwepo, lakini kwa sababu hawaamini, wamemdharau. Wanasema kwamba ni mwana wa seremala. Huyu ni mwana wa seremala, mama yake ni Mariamu. Tunawafahamu wadogo zake, tunawafahamu dada zake. Atatuambia nini hapa? Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema wakajikwaa, wakashangaa sana. Na Yesu akawashangaa sana watu hawa. Hajui kwamba mimi nimekuja niwasaidie. Hawajui kwamba mimi nimekuja nisababishe uponyaji katikati yao. Lakini kudharau kwao na kumshusha kwao, Yesu hakufanya miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Wakati umefika wa kutokuwazoelea watumishi wa Mungu ambao Mungu amewainua mbele ya macho yako. Saa imefika ya kutokuwazoelea. Usimzoelee mchungaji wako. Yeye amepakwa mafuta Bwana kwa ajili yako. Hatujapakwa mafuta kwa ajili yetu na watoto wetu. Tumepakwa mafuta kwa ajili ya watu wa Mungu. Na haya mafuta sio ya kwetu, ni ya Mungu ameweka kwa ajili ya watu wake. Kwa hiyo acheni kuwazoelea watumishi wa Bwana. Mtazuia muujiza wenu. Muujiza utatokea unapowadharau watumishi wa Bwana. Usimdharau mchungaji wako, usimchukulie poa. Amepakwa mafuta kwa ajili ya maisha yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Unafikiri kazi hii tulituma application yoyote kwamba tunataka kazi? Hapana. Wengine hatukujua kabisa. Mungu ametuachia kwenye kazi zetu nzuri kabisa. Kama mimi nilikuwa mfanya biashara mvuvi mzuri sana. Nimeajiri watu na walipa. Halafu sauti ya Bwana ikaja. Akasema, Musa, sitakubariki kwa kuvua, lakini ukinitumikia nitakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo ninawafanya kazi ambao nawalipa. Bwana asifiwe sana. Na walipa mshahara hao, na walipa. Nimejiajiri, natafuta maisha hapo. Lakini Bwana akakutana na mimi akanitoa kwenye uvuvi. Anasema shughuli ya kuvua, sasa usitishe, sasa nataka unitumikie. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Ananitaka kwa ajili ya watu wake. Hatujapakwa mafuta kwa ajili yetu. Tumepakwa mafuta kwa ajili ya watu wa Mungu. Kwa lazima muamini watu wa Mungu, walio sahihi, walio wa kweli. Na leo ukiwa na mchungaji wa kweli, mshukuru Mungu kwa sababu tuko kwenye kizazi kibaya. Usifikiri kila mmoja ambaye anayefanya kazi hii ya uchungaji basi ametaka pesa. Wengine hatuko hata kidogo. Kwa sababu kazi tuliyoiacha ilikuwa inatupa pesa nzuri tu. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati ambapo watu walikuwa wanafanya nao biashara, wakamwambia mzee wangu ambaye ni baba mkwe wangu na mama mkwe. Akasema yani huyu mkwe wako akili zake ni ndogo sana. Anaacha kufanya kazi, anaenda kusubirisha shilingi 100 kanisani. Unajua nachunga hapa kijijini, sadaka yenyewe siku ya Jumatano pengine shilingi 1000. Bwana asifiwe sana. Siku ya Jumapili unaweza kupata shilingi 5000. Unaishishije? Alafu uliokuwa unafanya nao kazi unakuwa umechanganyikiwa kabisa. Mama yangu anaposikia kule kusini Songea kwamba mwanao yani siku hizi yani hata kazi yafanya amekuwa busy, ni dini tu yani ni dini. Kwa hiyo niona kama ni mvivu sana, lakini hakujua Mungu ameweka nini ndani yangu. Mungu alikuwa ananitaka nifanye kazi yake. Hawajui kwamba Mungu ameniambia sitakubariki kwa kazi hiyo. Unajua Mungu akisha kuambia kwamba sitakufanikisha kwa hicho unachokifanya, hata kama upambane vipi, hauwezi kutoka hapo. Bwana Yesu asifiwe.
Na mimi nilipoambiwa hivyo nikaacha nyavu. Nikaacha. Na bahati nzuri mfanyakazi wangu mmoja naye akaokoka. Akawa amesimama vizuri sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nilipoanza huduma akaja akawa shemasi, baadaye mzee wa kanisa. Alikuwa ni mchapa injili mzuri sana. Moyo alikuwa na ubariki moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Haleluya. Lazima uamini watumishi wa Mungu. Liamini na neno la Mungu. Amini kile wanachokuambia. Usiwabeze, usiwashushe, usiwadharau. Wamebeba ujumbe kwa ajili ya maisha yako. Wamepakwa mafuta kwa ajili ya maisha yako. Lazima umwamini Mungu na wao pia, ili utoke mahali ulipo. Haleluya. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Wewe unafikiria pale kwenye ile harusi ya Kana, kama wale watumishi wa kwenye ile meza wasingemsikiliza Mariamu, muujiza ungetokea? Usingetokea. Mariamu alichokwenda kuambia, lolote atakaloambia lifanyeni, kwa sababu mnapofanya ndio mtaona matokeo. Hawakuwa wadadisi, kumbe na wao ndani yao walikuwa na imani. Bwana asifiwe sana. Yesu akaelekeza tena, jazeni maji kwenye mamitungi au kwenye mavyungu hayo, jazeni, wakajaza. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Walipojaza walitegemea kwamba kitafuata nini, ataweka sukari, ataweka nini. Akamwambia choteni, mpelekeni mkuu wa meza. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Hawakuuliza kwamba haya mheshimiwa, tutaaibika, haya maji tunapeleka kwenye mkuu wa meza. Hawakuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Hawakuuliza kwamba mbona mheshimiwa, bwana mkubwa, haya ni maji tumeweka hapa, na pale inatakiwa nini? Inatakiwa divai, haya ni maji, unatuambiaje tuyapeleke pale? Walichokifanya wale watumishi wa ile meza ni kuchota yale maji, wakati wanayapeleka pale, hakumbe ni divai ile Bwana. Kwa sababu ya imani yao, matokeo yakaonekanika. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikuambie, kuna matokeo kwenye maisha yako pale utakapomwamini Yesu Kristo, utakapoendelea kuishi kwa kumwamini Yesu Kristo. Yasiyowezekana kwa Yesu yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Sijui nisemeje ndugu zangu. Kuna watu tena wengine walikuwa na imani ya ajabu sana, na wao hawakusoma popote pale. Bwana asifiwe. Kuna vijana watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego. Hawa walimwamini Mungu. Hatumwamini Mungu tu kwenye mafanikio. Hata wakati wa matatizo unatakiwa kumwamini Mungu. Mmenielewa ndugu zangu? Hata wakati ambapo unaona mambo yameenda sivyo, imani yako ibaki pale pale kwamba Yesu anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Hawa vijana waliweka msimamo kwamba sisi hatuko tayari kuiabudu miungu ya huyo mfalme. Tunamjua Mungu wa kweli. Hatutainama kwake, hatutapiga goti kwake. Tunamjua Mungu aliye hai. Hata kama kuna marufuku hiyo, sisi tutasimama kwako, tutasimama kwa Mungu. Ikibidi kufa, tufe. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Leo wako watu ambao wana imani ya namna hii. Bwana asifiwe. Yaani uko tayari kufa kwa kumwamini nani? Kwa kumwamini Mungu. Sibadili msimamo wangu. Kuna watu ambao wanafika mahali wanajaribiwa, amepatwa na ugonjwa, amefanywa maombi na watumishi wa Mungu wa kweli, na Mungu akachagua kuto kumponya kwa wakati ambao anataka yeye. Mungu akachagua amponye kwa wakati ambao atautaka yeye. Na mgonjwa anataka uponyaji. Uponyaji unapochelewa, ndipo wengine tunawaona wanabadili imani yao, wanapeleka, wanatafuta mafuta na maji na viambatanisho mbalimbali. Na kwa bahati mbaya wengine wana ndugu zao
ambao wako kwenye imani hiyo, wanawaambia twende mahali fulani, twende mahali fulani. Nataka niwaambie ni kanisa, imani ya kuokoka ni imani ya zamani sana, ambayo shetani hawezi kuifikia imani ya namna hii. Na ndio maana wakati mwingine analeta vita kwa namna yoyote, ujaribu tu kuiacha hiyo imani. Hiyo imani inamtetemesha na muogopesha sana. Sasa nashangaa, na hata wakati mwingine Kristo Yesu huwa anashangaa kabisa anapoona watu wanaamua kutoka kwenye ile imani ya kweli, anakwenda kutafuta uponyaji mahali fulani. Mimi nimekwisha kumjua Yesu Kristo, hata kama akichagua kutokuniponya, nitakaa kwake miaka yote. Haleluya! Kuliko kubadili. Imani niliyokabidhiwa na Yesu nimekabidhiwa mara moja, na ninaamini kwamba ninampenda Yesu. Nimesimama kwenye neno lake. Kama kuna tatizo aliondoki, najua tatizo hilo ni kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Mungu ataliondoa kwa wakati ambao yeye anataka. Sitaweza kuondoka, sitaweza kubadili msimamo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Eti kwa sababu ya ndugu zangu, hata kama wana uwezo, hata kama wana pesa, hata kama wanakusomesha, lakini kwa mambo ya imani ni ya mtu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kitu cha mtu binafsi, kiko moyoni mwake. Wakati wengine wanapokuona kama mjinga, watu leo wanarahisisha sana. Nataka nikwambie, ndani ya imani hii kuna kujaribiwa. Unaweza kujaribiwa kwa magonjwa, unaweza kujaribiwa kwa uchumi, unaweza kujaribiwa wakati mwingine watoto wako, lakini hutaki kubadili msimamo wako. Unatakiwa kuendelea kusimama kwa Yesu Kristo tu peke yake. Sijui kama unanielewa ndugu zangu. Haleluya. Tumepata kitu cha thamani sana. Kaa vizuri tu na Mungu, uone mkono wake, uone matendo yake, uone maajabu yake, uone miujiza yake. Iko miujiza ambayo Kristo bado hajaitenda, anategemea kuyatenda kwenye maisha yako. Wewe muamini tu, hujachelewa, uko kwenye wakati sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema anemtumaini Bwana hatafanya nini? Hatafanya haraka, atapata utulivu. Alafu ukiwa unamtumaini Mungu, uone kwamba unachelewa. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Biblia inasema nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari, ili kwamba Mungu afanyeje? Awakweze, awapandishe kwa wakati wake. Bwana asifiwe sana. Kwa wakati wake. Wakati naposubiri wakati wa Bwana, mimi nafanyaje? Ninachokifanya ni kuendelea na huduma, ni kuendelea na maombi, ni kuendelea kulinda utakatifu ambao Bwana amenipa. Bwana Yesu asifiwe. Wala sipapariki na usubiri. Na siku zote unamwambia Bwana, chochote unachokifanya kwenye maisha yangu, kifanye kwa ajili ya utukufu wako. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki nipate kitu nijigambe mbele za watu kwamba mimi mnaona na kitu fulani. Hapana. Chochote unachokitenda Bwana, kifanye kwa ajili ya utukufu wako. Jina lako liinuliwe kupitia maisha yako. Mungu ainuliwe. Sio wewe. Wewe ni mwanadamu, wewe ni wakupita. Tamani kwenye maisha yako Mungu atukuzwe kupitia maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukijua hilo utahangaika mama, hautatangatanga, utatulia mahali sahihi. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni zaidi ya mafuta. Bwana asifiwe sana. Imani ni zaidi ya nini? Zaidi ya mafuta. Imani ya Kristo ni zaidi ya maji. Maana yake ni nini? Yale ambayo mafuta inakifanya au maji inakifanya ni madogo sana ukilinganisha na kile ambacho kinafanywa na mtu ambaye ana imani ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unatunza muda, nisije nikawatoa. Mimi nafahamu hapa nipo ugenini. Wakati wa matangazo nilikuwa makini sana, ibada inaenda mpaka saa 6 na ngapi? Na nusu.
Nikiwa chuoni mwalimu wangu aliniambia unapofika ugenini uliza ibada unamaliza saa ngapi. Sio kaendelea kuhubiri. Kumbe wenzio umeshatoka, wenzio wanafikiria kurudi wewe unahubiri. Mtu mmoja akaniambia mahali fulani bwana, yaani ukichelewa tu saa 6:30, usipoisha 6:30 unaona vijana hawa wanaanza kutoka mlangoni wanaondoka. Bwana asifiwe sana. Alafu mbaya zaidi anahubiri mchungaji wake. Kwamba wewe huwezi mimi nahubiri hapo mshirika wangu eti kwa sababu saa 6:30 imeshafika alafu unatoka. Nakwambia utoke moja kwa moja usije. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Unajua kwa Yesu Kristo tunafundishwa na nidhamu ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuwa na nidhamu ya kiroho ni kitu cha msingi sana, na hasa kwa kanisa la leo. Huwezi kufanya vile ambavyo unataka, lazima uwe na nidhamu ya kiroho. Haiwezekani. Nidhamu hatuzidi watu wa mataifa huko ambao wananyenyekea watawala. Wananyenyekea kwa kiwango kikubwa sana. Kama wao wanafanya hivyo, sisi ni zaidi Bwana kwa kumheshimu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya kanisa. Kwa hiyo nidhamu ya kiroho nayo ni nzuri sana kwa kanisa. Unasema mchungaji unasema nini? Ndio nasema hivyo. Katika Nyakati wa Pili. Somo hili ni kidogo linaendaenda, lakini na mimi pia namheshimu Mungu. Bwana apewe sifa. Usitegemee kwamba nitakukwaza, siwezi kukukwaza. Nyakati wa Pili 20:20. Kama umefika inasema ndio. Wakaamka asubuhi na mapema, wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enyi Yuda, nanyi wenyeji wa Yerusalemu, muaminini Bwana Mungu wenu, ndivyo mtakavyothibitika. Waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati fulani, kipindi cha utawala wa mfalme anaitwa Yehoshafati, alikuwa anatawala upande wa kusini. Baada ya dhambi ya Sulemani, nchi ya Israeli iligawanyika. Makabila 10 yakawepo kaskazini na makabila mawili yakawepo kusini. Makabila hayo mawili ni Yuda na Benjamini. Na kusini ndiko mahali ambako Yerusalemu iko huko. Tuseme hekalu lipo huko. Taratibu zote za ibada zipo huko. Ndio kama makao makuu. Na Mungu alifanya hivyo kwa sababu ya kumheshimu tu Daudi. Alimtunzia ule mji pale Daudi. Ukisoma maandiko wakati Mungu anatoa hukumu, kwa Rehoboamu akaachiwa makabila mawili tu. Makabila yote 10 yakawepo upande wa kaskazini ambako alikuwa anatawala Yeroboamu. Kumbuka kuna Yeroboamu na Rehoboamu. Yeroboamu alikuwa mtumishi wa Sulemani. Baadaye unabii ulipotoka, Sulemani akataka kumuua Yeroboamu, akakimbilia Misri. Alipokimbilia Misri amekaa kwa muda mwingi huko na Sulemani mpaka alipofariki. Lakini mtoto wake Rehoboamu alipoanza kutawala, nini kilitokea? Watu walimuomba mtoto wake kwamba tunaomba utupunguzie utumwa. Kuna maumivu mengi sana ambayo baba yako Sulemani aliweka juu yetu. Na kama kawaida kila utawala unakuwa na washauri wake. Bwana asifiwe sana. Akaenda kuwaomba ushauri wazee. Yawezekana walikuwa na mshauri Sulemani. Wakaenda kumwambia kwamba wasikilize watu hawa. Ukiwasikiliza watakuwa watumishi wako, watakutii, watafanya unavyotaka. Lakini pia maandiko yanasema akaondoka Rehoboamu akaenda kuomba ushauri kwa vijana. Alipoenda kuomba ushauri kwa vijana aliokuwa nao washauri wake vijana, wakamwambia hiko alichokuambia wananchi, usisikilize wewe, waambie mimi nitaongezea mateso zaidi. Bwana asifiwe sana. Watu waliposikia hivyo wakasema tuna nini katika ufalme wa mwana wa Daudi, tuna nini? Wakaamua kwenda kumtafuta Yeroboamu. Wakaenda kumchukua, wakamuita kutoka Misri. Alipokuja akawa anatawala sasa ufalme ule wa kaskazini. Sasa
kuna kipindi ambacho ingawa Yeroboamu alikuwa mtu wa kwanza sana kuasi, alifanya vitu vya ajabu ajabu tu alipoanza tu utawala wake, na akawazuia watu wasiende kuabudu Yerusalemu, na akatengeneza miungu yake kwa ajili ya muda. Niseme tu kwamba nini kilikuwa kimetokea sasa. Bwana Yesu asifiwe. Nini kilikuwa kinatokea sasa? Kilichokuwa kinatokea ni kwamba wakati wa mfalme Yehoshafati aliyekuwa anatawala kusini, yalitokea mataifa zaidi ya moja, likiwepo Moabu na Amoni na Wameuni. Wameuni ambapo kwenye tafsiri ya Biblia wameandika Waamoni hivyo. Wamejikusanya, wanataka kuja kuwashambulia taifa la Israeli kwa makabila ya mawili. Wamekusanyika, ujue nchi zaidi ya moja, manake hata askari wao watakuwa ni wengi. Wamejikusanya, wanataka kwenda kuipiga Yuda. Yehoshafati alipopata habari hizi aliogopa sana, alifadhaika sana. Akapiga mbio katika Yuda yote, na kila aliyesikia sauti, waje tumuombe Bwana, waje tumtafute Bwana. Maandiko yanasema wakakusanyika watu wengi sana, wakubwa kwa wadogo, wakaja kumtafuta Bwana, wakaja kumlilia Bwana. Yehoshafati katika shida yake alimtafuta Bwana, hakuomba msaada kokote, badala yake alimtafuta Bwana. Wakati wa maombi yake anasema ya kwamba, Mungu, ona watu hawa ambavyo wanakuja kutulipa mabaya, watu ambao wakati umetutoa Misri hukuturuhusu tuingie kwao tuwapige. Kwa nini? Kwa sababu hawa wana undugu fulani. Ujue Moabu na Waamoni ni watoto wa Lutu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni taifa ambalo sasa limekuwa kubwa, na Mungu aliwazuia wana wa Israeli wakati wanatoka Misri, akawaambia msiingie kwao wala msifanye chochote, msiwapige Waamoni, msiwapige wa Moabu, kwa kuwa hawa ni ndugu zenu. Mungu akawazuia. Sasa kwa miaka mingi wamekaa katika nchi ya Israeli. Hawa Moabu na Waamoni wamepanga mpango, wameungana, na wanapoungana sasa wanataka kuja kuipiga Yuda. Yehoshafati alipokusanya na waombaji wake, walimlilia Bwana, wakasema ya kwamba, Mungu, sisi hatuna uwezo juu ya jamii kubwa ambayo inakuja, wanakuja kutondoa mahali hapa ambapo Bwana ulikuwa umetupa. Sikia, tunakutazama wewe ndio msaada wetu, tunakuangalia wewe tusaidie, maana sisi hatuna uwezo juu ya watu hawa. Nini kilitokea? Kilichotokea wakati wanaendelea na maombi, Roho wa Mungu akashuka, akaja kumvaa mtu mmoja, akaanza kusema, sikieni enyi Yuda na Yerusalemu wote, msikie. Bwana asifiwe sana. Mzee wa siku sasa ameshuka. Baada ya kusikia, mzee wa siku amesikia watu wanaomba, wanamuita. Bwana Yesu asifiwe. Wanamuita. Unajua Mungu anapenda sana kuitwa, anapenda sana kutegemewa. Bwana Yesu asifiwe. Na mtu ambaye anamuita Mungu, jue ana imani, na kwa sababu ana imani lazima nguvu itashuka kuja kumsaidia. Nini kilitokea? Akasema, msiogope, vita si ya kwenu, vita ni ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Mungu anajibu sasa maombi ya watu ambao wamejaa imani. Mungu anawatokea kwamba vita hii sio ya kwenu, hii vita ni ya kwangu, na kwa sababu mmeniita, acha niingilie katika vita hii. Mtaenda kuona mkono wa Bwana. Akawapa maelekezo, hamuhitaji kupigana kwa sababu mmeniita, mimi mwenyewe nitasimama niwapiganie. Ninyi jipangeni tu, wakati mnanisifu mtaona nini kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Wako wapi wenye imani? Wako wapi wanamtegemea Bwana? Wako wapi? Nimesema iko nguvu ambayo inafanya kazi kwa wale ambao wanaamini. Matokeo yapo, na wanaoamini huwa wanamuita. Haleluya kanisa, haleluya. Watu wakanyamaza kimya,
wa kulala kifudifudi wakalala. Maana mzee wa siku anaongea sasa. Anaongea. Mungu akawapa maelekezo. Kesho kumekucha, asubuhi wanatakiwa waondoke. Na wale walikuwa kwenye maombi ile sauti walisikia. Bwana asifiwe sana. Wakati Mungu anazungumza walisikia. Ila asubuhi wanaamka. Bwana asifiwe. Wanaamka waende sasa. Yehoshafati ndani yake anaona Roho Mtakatifu anamnongoneza kitu. Bwana asifiwe sana. Anamnongoneza kitu. Kabidi awasimamishe wakati wanaenda. Jamani, sikieni, tulieni. Tulieni. Yule alikuwa anasoma, asome tena mstari wa 20. Ule mstari wa 20 alikuwa anasoma ile. Ule mstari wa 20 asome tena. Somea hapo binti. Mstari wa 20. Ndio. Wakaamka asubuhi na mapema. Wakaamka asubuhi na mapema. Wakaenda nje katika jangwa. Wakaenda nje katika jangwa la Tekoa. Nao walipokuwa wanatoka, Yehoshafati akasimama. Yehoshafati akasimama. Akasema, nisikieni enyi Yuda. Nisikieni nyinyi Yuda. Nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Na nyinyi wenyeji wa Yerusalemu. Muaminini Bwana. Muaminini Bwana. Muaminini Bwana. Waamini kila alichokizungumza jana. Waamini kila alichoahidi. Maana yake Yehoshafati anaona ndani ya mioyo ya watu kuna mashaka. Sasa anawakumbusha, muaminini nani? Bwana. Ndipo mtakaposifanyaje? Ndipo mtakaposibitika kuimarika. Kwa kumwamini Bwana tunaimarika. Hatuyumbishwi na imani potofu. Namba 2, waaminini manabii wake, ndivyo mtakavyofanikiwa. Waaminini na nani? Kwa kuamini manabii wake mnafanyaje? Kwa kumwamini Bwana tunaimarika. Lakini kwa kuamini manabii wake tunafanyaje? Tunafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Fungua moyo wako sasa. Kwa kumwamini Bwana utaimarika. Hautayumbishwa na imani potofu. Lakini kwa kumwamini mchungaji wako utafanikiwa. Nenda ukafanikiwe mama. Lichukue neno, nenda kafanikiwe. Nataka ukafanikiwe kijana. Nenda kafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Nakutakia ukafanikiwe kwenye masomo yako. Ukafanikiwe kwenye biashara yako. Ufanikiwe katika jina la Yesu. Fanikiwa uwe na afya njema katika jina la Yesu Kristo. Nataka ufanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo sasa. Kwa kumwamini Mungu tunaimarika. Tunakuwa strong. Tunakuwa imara. Imara hata kama majaribu yaje vipi. Yanakuja, yanagonga, yanadondoka yenyewe. Hayatudondoshi kwenye wokovu. Kama Yesu anavyosema. Anasema ya kwamba mtu ambaye amelishika neno inafananishwa na nyumba ambayo imejengwa juu ya mwamba. Mafuriko yaje. Unajua mafuriko ni majaribu ndugu yangu. Mafuriko ni vitu vya kutisha, vya kuogopesha. Lakini mama anabaki kuendelea kusimama kwenye imani. Kijana anabaki anaendelea kusimama kwenye imani. Kwamba mimi sitoki hapa, nimemwamini Yesu. Siwezi kutoka mahali hapo. Wakati wa Mungu atakuwa anaachilia neno la unabii kupitia mtumishi wake. Lipokee hilo, lichukue, ufanikiwe. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yangu Mungu akufanikishe. Ufanikiwe mama yangu, ufanikiwe binti, ufanikiwe kijana. Ufanikiwe baba yangu. Muamini Mungu ili uwe imara kwenye mambo yako, kwenye biashara yako. Muamini Mungu. Jenga tabia kumwamini Mungu kwenye masomo yako, kwenye familia yako. Muamini Mungu. Chochote unachokifanya muamini Mungu. Muamini Mungu, liamini neno la Mungu. Muamini mchungaji wako. Muamini mchungaji wako. Muamini ya kwamba akiniombea nitapona. Sio mpaka ni watafute wa kwenye mitandao. Kuna wengine ambao wanajifariji kwamba leo ni Jumapili, siwezi kwenda kanisani, nitaangalia hapa kwenye TV.
Huo ni ushamba wa kiroho. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Wako watu ambao wana wachungaji zaidi ya 10. Wengine kwenye mitandao, akipatikana na tatizo anaomba ushauri. Na kwa bahati mbaya wengine hawajaitwa, wanataka tu pesa yako. Waaminini manabii wake, maana yake manabii wa kweli. Manabii wa kweli wapo, wenye uchungu na kondoo, wenye uchungu na roho za watu zifika mbinguni. Wapate hao. Tulia hapo, kwa sababu ya muda wetu. Hebu weka mkono wako kifuani. Oh, riamakana Musa. Thank you Jesus. Asante Yesu. Unastahili Bwana, unastahili Mwokozi. Sifa ni za kwako. Nimesema iko nguvu ya Mungu inayotenda kazi kwa mtu ambaye anaamini. Haina haja mpaka niweke mkono juu yako. Wewe unajua shida yako, unajua tatizo lako nalo. Kwa imani weka mikono yako kifuani. Weka mikono yako kifuani. Alafu ukiwa umezama kabisa, ukiwa unamshukuru Mungu kwa ajili ya jambo ulokuwa nalo, kwa ajili ya hitaji lako, unamshukuru Mungu moyoni kwamba asante Bwana kwa sababu umetenda. Maana tunaenenda kwa imani, si kwa kuona. Anza kumshukuru Bwana kwamba umepona. Anza kumshukuru Mungu ndani yako kwamba Bwana umekwisha kutenda. Umekwisha kutenda. Oh, asante Bwana Yesu. Asante Yesu. Nisikilize sasa, baada ya kuweka mikono yako kifuani. Nisikilize. Sore, piga vyombo, nisikilize. Mnisamehe vile nitakavyomaliza ibada, lakini nakimbizana na muda. Nisikilize. Nifuatishe maneno haya. Ukiwa umeweka mkono, wewe unajua hitaji lako ni nini. Mungu atakutembelea hapo hapo. Mungu atafanya kwa kadiri ya uhitaji wako. Kama wewe ni mgonjwa, umekuja na ugonjwa, Mungu atauleta uponyaji hapo hapo ulipo. Ataleta kile unachokitaka, hitaji lako. Mungu anajua. Mimi sijui wewe unataka nini. Mimi sijui kwamba unauma wapi. Mimi sijui. Ila Mungu ninayemhubiri anajua kwamba unataka nini. Sema, Bwana Yesu, ninakushukuru sana kwa sababu wewe ni mwema. Libarikiwe jina lako. Baba, ninakuja kwako kwa unyenyekevu mkubwa. Nisamehe Bwana Yesu pale ambapo sijakuamini kwa mambo mbalimbali ambayo nayapitia. Wakati mwingine imani yangu imejaa mashaka, nimekuwa na wasiwasi. Bwana wa uzima, nakuja kwako, niko mbele zako. Naomba unitakase kwa damu yako Yesu Kristo. Kuanzia leo Bwana Yesu, narudi kuliamini neno lako. Narudi kumwamini mtumishi wako. Narudi kumwamini mchungaji wangu. Katika jina la Yesu Kristo, ile hali ya kutokuamini iondoe ndani yangu. Kwa jina la Yesu Kristo. Kwa jina la Yesu Kristo, hali ya kutokuamini iondoke kwangu. Iondoke kwangu. Naifukuza kwa sababu inazuilia muujiza wangu. Kuanzia leo naifukuza kwa jina la Yesu. Ninamwamini Yesu kwa uponyaji wake. Ninamwamini Yesu kwa mafanikio yangu. Ninamwamini Yesu kwa muujiza wake. Katika jina la Yesu Kristo, mwambie Bwana Yesu asante kwa kuniponya. Bwana Yesu asante kwa sababu umetenda. Asante kwa nguvu yako ambayo inanihudumia, ambayo inaniponya, ambayo inanifungua katika jina la Yesu. Hebu endelea kumshukuru Bwana Yesu. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru Baba. Asante kwa ajili ya kanisa lako. Asante kwa ajili ya binti yule. Asante kwa ajili ya mama yule. Asante kwa ajili ya kijana yule. Baba, ninachojua nguvu yako iko mahali hapa. Katika jina lako Yesu Kristo, ipo nguvu ya kuponya, ipo nguvu ya kufanikiwa katika jina la Yesu. Ewe Roho Mtakatifu, pita katikati ya watoto wako waliokuja wadhaifu. Bwana ukawaponye. Bwana ukawainue. Pita
Pita Baba, pita katikati yetu Baba, pita katikati yetu, pita katikati yetu, pita katikati yetu, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Mfanikishe mama huyu, mfanikishe kijana huyu, mfanikishe kwenye masomo yake, mfanikishe kwenye biashara yake, mfanikishe kwenye kazi yake. Iko nguvu inayotenda mambo ya ajabu kwa wale ambao wanaamini, katika jina la Yesu. Upokee kwa kadiri ambavyo unaamini. Pokea muujiza wako, pokea uponyaji wako kwa kadiri unavyoamini, kwa kiwango unachoamini. Pokea, Bwana afanye jambo katika jina la Yesu.